Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Wakati wekundu wa Msimbazi Simba wakienda kucheza mechi yao ya marudiano ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam, kumekuwa na maoni tofauti kuhusiana na wachezaji wa kuanza, hasa kwenye safu ya ushambuliaji ya timu hiyo. Maoni hayo yanatokana na kile ambacho kimejitokeza kwenye mechi ya awali Simba dhidi ya Al Masry kule kwenye mji wa Ismailia nchini Misri, ambako Simba mnyama walikufa kwa mabao 2-0. Ni mechi ambayo inakumbukwa vizuri. Simba walitawala mwanzo mwisho. Ndio, Simba walipiga mashuti mengi zaidi kulinganisha na wenyeji. Simba matokeo yake wakafungwa mabao 2-0. Miongoni mwa lawama, mbali na mambo mengine yote, ilikuwa ni pamoja na safu yao ya ushambuliaji. Kwanza kulikuwa na uchoyo kupeana pasi katika nyakati muhimu, lakini pili ni kiwango cha ufanisi kilichoonyeshwa na mshambuliaji kinara katika mechi hiyo, Lionel Ateba Mbida, mchezaji wa kimataifa kutoka Cameroon. Ikumbukwe Simba katika mechi hiyo kwenye makaratasi ilionekana aliingia katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Hapa juu kwenye viungo 3 ushambuliaji kulikuwa na Jasha Hua akitokea katikati kama nambari 10, lakini upande mmoja kulikuwa na Kibu Dennis Prosper, upande mwingine alianza Eli Mpanzo Kibisawala, wakati mshambuliaji kinara alikuwa Ateba. Ateba alicheza mpaka dakika 80, nafasi yake ikatwaliwa na Steven Dese Mukwala katika mechi ambayo Simba takwimu zilizokwenda kinyume chao ni za mabao tu, ambazo ndio takwimu muhimu zaidi, kwamba waliupiga mwingi mno, walifika mara nyingi zaidi kwenye lango la Al Masry, wakapiga mashuti 18, 7 on target. Al Masry walifika kwenye lango la Simba na kupiga mashuti 7 tu, 2 on target, yale 2 yote yakawa kamba. Kwa hiyo ukiuliza swali mechi ngapi, Simba walifungwa 2-0. Lakini ukiangalia takwimu nyingine, Simba walionekana kuwa wazuri zaidi, isipokuwa wenyewe katika kutumia nafasi walizokuwa wakijitengenezea, na sababu mojawapo ndio hii inatajwa, mshambuliaji kinara Ateba hakuwa vizuri sana. Katika siku hiyo Ateba dakika 80 alizocheza, alipiga shuti la kwanza akiwa kama mshambuliaji kinara katika dakika 27. Lakini shuti lingine alikuja kupiga dakika ya 52. Halafu shuti la 3 na la mwisho katika mechi hii alikuja kupiga katika dakika ya 76. Ni mashuti 3, hakufunga bao. Lakini pia tunakumbuka dakika ya 70 alifanywa madhambi baada ya kupokea pasi kutoka kwa Shomari Kapombe, ambayo ilionekana dhahiri kwamba ilipaswa kwa penalty. Golikipa Mahmoud Gadi wa Al Masry alimvaa yeye badala ya kucheza mpira, lakini mwamuzi Bubu Traore na wasaidizi wake hawakuruhusu mkwaju wa penalty, na tena wala hawakujihusisha kabisa na matumizi ya VAR. Inakumbukwa vizuri ile dakika ya 70 juu ya penalty claim, malalamiko juu ya penalty ni jitihada za Lionel Ateba Mbida za kukumbukwa katika mechi hii. Lakini kwa ujumla inaonekana kana kwamba hakuwa kwenye kiwango bora sana, akigusa mpira mara 22, akitoa pasi 9 zikifika 7, na majaribio aliyofanya ndio haya. Sasa baadhi ya maoni yanamhusisha Steven Dese Mukwala. Yes, Steven Dese Mukwala, mchezaji wa kimataifa wa Uganda, ambaye wanaona baadhi yao kana kwamba anapaswa kuanza ili kuleta madhara kwa wapinzani ambao ni Al Masry, ili kuwapa furaha wana Simba wekundu wa Msimbazi, kwamba ama kocha Fadlu Davids aanze na washambuliaji 2, kwa maana kwamba huyo anemtumia mara kwa mara Lionel Ateba Mbida awepo, lakini pia awepo na Steven Dese Mukwala kama option mojawapo, chaguo mojawapo. Lakini mapendekezo mengine ni kwamba aanze kwa mfumo wake ule
wa baada ya golikipa 4-2-3-1, yule mmoja wa juu awe Steven Dese Mukwala, halafu kama ni mabadiliko yaje kufanyika baadaye aingie Lionel Ateba Mbida, kwa maana kwamba kufanya kinyume chake, badala ya kuanza na Lionel Ateba Mbida aanze na Steven Dese Mukwala. Ni maoni ya baadhi ya mashabiki ambao sisi Mbwaduke Stats Sport Next Level tumekuwa tukiyapokea, ingawa inafahamika wazi kwamba Lionel Ateba Mbida ni mzuri sana katika purukushani, kuwakosesha amani walinzi wa timu pinzani. Kwa mfano siku hiyo Mohamed Hashim, kina Khalid Sobi walikuwa na wakati mgumu, kina Bahar El Muhammad katika mfumo wao walianza baada ya golikipa ni 3-4-1-2. Hawa watatu nyuma walipata purukushani za kutosha kutoka kwa Lionel Ateba Mbida. Tatizo tu ni Ateba Mbida katika ufanisi wa kuweka mpira wavuni, katika kusimama sehemu sahihi ili apate pasi sahihi kutoka kwa wachezaji waliokuwa kwenye kiwango bora kama Elie Mpanzu Kibisawala. Ni kwa sababu hiyo wanaona si vibaya kuanza na Steven Dese Mukwala. Maoni yanaweza kawa mengi tofauti, lakini ukiangalia namba ushiriki wa wachezaji wote hao katika ligi kuu Tanzania bara utaona kweli inashawishi kwamba si vibaya Steven Dese Mukwala akapata dakika zaidi, na yeye lau kama anaweza kahamishia kile anachokionyesha katika ligi kuu Tanzania bara, basi itakuwa ni kwa manufaa ya Simba kwenye mechi hiyo. Iko vipi? Katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa Simba ikiwa katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ikiwa ina pointi 57, ikiwa imepachika mabao 52 baada ya kucheza mechi 22. Katika wachezaji wake wote, mchezaji anayeongoza kutumia dakika chache uwanjani lakini akisababisha madhara ya bao kwa wapinzani, kinara ni Steven Dese Mukwala, ndiye anayeshika nafasi ya kwanza. Hapa lazima nieleweke vizuri. Nazungumzia dakika anazotumia mchezaji uwanjani na kusababisha madhara kwa wapinzani kwenye mabao. Na maanisha kama si kutoa assist, pasi saidizi ya bao, basi anafunga mwenyewe. Ukiangalia mchango wa Steven Dese Mukwala kwa dakika anazopata kucheza, anazopewa na kocha Fadlu Davids, yeye ndo namba 1 minutes per goals, dakika anazotumia kuathiri mabao, lakini pia na assist, yeye ndio namba 1. Namba 2 ni Jasha Ahua, namba 3 ni Lionel Ateba Mbida, namba 4 ni Elie Mpanzu Kibisawala. Mbwaduke Stats Sport Next Level huwa hatuongei maneno tu, bali kwa ushahidi. Iko hivi, mpaka sasa Steven Dese Mukwala katika ligi kuu Tanzania bara ambao Simba amecheza mechi 22, yeye Steven Dese Mukwala amecheza mechi 21. Wow, amepata mechi 21 kati ya 22 alizocheza Simba. Good. Lakini dakika alizocheza uwanjani ni dakika chache. Katika mechi hizi 21, matarajio ni kwamba mechi 21 ni dakika 1890. Lakini Steven Dese Mukwala amecheza kwa dakika 834. Lakini dakika hizo nini alichokifanya? Amepiga mashuti, tunasema shots 25. Alafu katika hayo 15 amelenga lango, ambapo tunapata hapa shooting accuracy. Umakini wa kupiga mashuti kulenga shabani 60%, sababu 15 katika 25. Halafu akafunga mabao sasa. Goals. Akafunga mabao 9. Lakini hiyo haitoshi, katoa assist, pasi saidizi za mabao, pasi saidizi za mabao 2. 2 assists. Matokeo yake Steven Dese Mukwala amechangia mabao 11. Na ikumbukwe, mabao haya 9 aliyofunga Steven Dese Mukwala hakuna hata moja la mkwaju wa penalty. Yeye hajawahi kupata nafasi hiyo ya kupiga penalty. Anayafunga katika open play, katika kucheza kuliko wazi. Ni mzuri kukimbia nyuma ya mabeki, mzuri wa kunusa nafasi na kupata mipira rahisi na kuiweka wavuni. Steven Dese Mukwala. Sasa yeye ndio namba 1. Namba 2 ni Jasha Ahua. Jasha Ahua, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, hapa anazungumzia dakika alizotumia mchezaji uwanjani na namna alivyotengeneza assist ama kufunga mabao. Sababu isikuchanganye, Jasha Ahua katika Simba yeye ndo ana mabao mengi, tena hata katika ligi ndo anaongoza mabao 12. Lakini tuangalie dakika alizocheza. Jasha Ahua kwenye mechi 22 alizocheza Simba, yeye amecheza mechi 20 games. Lakini dakika alizocheza sasa, amecheza kwa dakika 1450 Jasha Ahua. Kwa hiyo unaweza kaona ni dakika nyingi. Yeye Steven Dese Mukwala kacheza mechi nyingi kuliko Jasha Ahua, lakini dakika chache 834. Jasha Ahua dakika 1450. Kwa dakika 1450 nini amefanya Jasha Ahua? Shots, amepiga mashuti 51. Ni mashuti mengi mno katika ligi nzima. Mchezaji anayeongoza kupiga mashuti mengi dhidi ya wapinzani ni Stefan Aziz Ki wa Yanga, mashuti 56. Anayefuatia ni Jasha Ahua wa Simba, amepiga mashuti 51.
Kwa mashuti 51 aliyopiga, 27 yamelenga lango. Halafu Jasha huwa goals, mabao, kafunga mabao 12, katoa assist 7. Kwa hiyo kachangia mabao 19. Sasa zile hesabu zetu, dakika anazotumia uwanjani na madhara kwa wapinzani kwenye mabao, yani kufunga kwenye bao ama kutoa pasi saidizi ya bao. Tutachukua hapa dakika alizocheza ambazo ni dakika 1450, tutagawanya kwa mabao 19 aliyochangia, ambayo ni mabao 12 aliyofunga na assist 7. Ukigawanya vizuri utagundua amechangia bao kila baada ya dakika 76 na sekunde 18. Steven Dese Mukwala alikuwa sija kutajia hapa mchango wake hiki ninachosema. Steven Dese Mukwala mabao haya 11 ukichukua dakika alizocheza 834 gawanya kwa 11 utagundua anachangia bao moja kila baada ya kila baada ya dakika, utaona ni dakika 75 na sekunde 48. Huyu ni Steven Dese Mukwala. Ndio maana tunasema ni namba 1 kwa dakika anazotumia kwa kusababisha madhara kwa wapinzani, kwa kufunga mwenyewe ama kutoa pasi saidizi ya bao. Lakini Jasha huwa mabao 19 kwa dakika alizocheza, ndio tunapata dakika 76 na sekunde 18. Huyu ndo wa pili. Wa tatu ni Lionel Ateba Mbida. Lionel Ateba Mbida hajacheza mechi nyingi kulinganisha na Steven Dese Mukwala ama Jasha huwa. Ateba yeye mpaka sasa amecheza mechi 18. Lakini katika mechi hizi 18 dakika alizocheza Ateba ni dakika 1180. Halafu kwa dakika hizo 1180 nini kafanya? Kapiga mashuti kapiga mashuti 28, kati ya hayo 20 yamelenga shabaha. 20 yamelenga shabaha. Akafunga goals, kafunga mabao 8, katoa assist 3. Jumla kachangia mabao 11. Haya mabao 8 alofunga yeye ana bahati. Siku moja anapewa nafasi ya kupiga penalty kama ambavyo hufanya Jasha huwa. Jasha huwa mabao yake mengine ni mikwaje penalty. Na yeye alipopewa penalty kafunga mabao 4. Tunakumbuka alikosa penalty moja dhidi ya Namungo kule kwenye uwanja wa Kassim Majaliwa mkoani Lindi kule Ruangwa, lakini mengine 4 amefunga. Kwa hiyo mabao 11. Je, muda ndio tunachukua sasa. Dakika alizocheza 1180 tunagawanya kwa mabao 11 ambayo amechangia, kwa maana kufunga 8 assist 3. Hapa utapata amechangia mabao kila baada ya dakika 107 na sekunde 12. Lionel Ateba Mbida anashika nafasi ya 3 sasa. Nafasi ya 4 inashikwa na Elie Mpanzu Kibisawala. Elie Mpanzu Kibisawala yeye katika tunatambua wote kwamba alitua nchini wakati wa usajili wa dirisha dogo. Alianza kuichezea Simba baada ya usajili wa dirisha dogo. Mpanzu mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo hili anashika nafasi ya 4 kwa sababu kacheza mechi 10 games mpaka sasa, lakini dakika alizocheza ni dakika 786. Kwa dakika hizi 786 nini Mpanzu amefanya uwanjani? Amepiga mashuti apiga mashuti 25, kati ya hayo mashuti 16 amelenga lango. Alafu Mpanzu kwenye goals mabao akiwa anatokea pembeni kushoto mara nyingi na kuingia ndani cut in, amefunga mabao 3, ametoa assist 3, amechangia mabao 6. Tukichukua dakika alizocheza ambazo ni 786, hizi dakika 786 gawanya kwa mabao 6 aliyochangia, kwa maana 3 aliyofunga na 3 yalitokana na assist zake, unagundua Elie Mpanzu Kibisawala anasababisha bao kila baada ya dakika 131. 131 minutes. Kwa hiyo unaona Steven Dese Mukwala ndiye husababisha mabao ya Simba dhidi ya wapinzani mapema zaidi endapo anapata nafasi ya kucheza Simba nzima kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yeye namba 1, namba 2 Jasha huwa, namba 3 Lionel Ateba Mbida, namba 4 ni Elie Mpanzu Kibisawala. Nimejaribu kuwataja hawa wanne tu kwa details, kwa muda waliocheza, kwa attempts, majaribio waliofanya katika kufunga, mabao waliofunga na assist. Kwa sababu hiyo kwa mbali unaweza kaelewa ni kwa nini baadhi ya watu wa maoni wanaona kana kwamba Steven Dese Mukwala anapaswa pia kupewa kipaumbele ili kuona namna gani anaweza kuisaidia Simba. Kwa sababu walipocheza dhidi ya Al Masry, Simba walifanya mambo karibu yote kwa usahihi isipokuwa moja tu, na upachikaji mabao. Simba hadi kwenye pasi katika mechi hiyo wakiwa ugenini
wao ndio walimiliki mpira zaidi kwa asilimia 59 dhidi ya 41 za wenyeji Al Masry. Simba walipiga pasi 505, wenyeji walipiga pasi 348. Simba wakapiga mashuti 18, 7 yamelenga lango. Wenyeji walipiga mashuti 7, mawili yamelenga lango. Simba kwenye eneo lake mpira ulichezwa kwa asilimia 19 tu, katikati ulichezwa kwa asilimia 51. Al Masry ulichezwa kwa asilimia 30. Sasa katika mazingira hayo unaona kana kwamba Simba walikuwa wazuri zaidi, ili kuhakikisha wanafunga mabao basi ni pamoja na wachezaji wa safu ya ushambuliaji, viungo wa ushambuliaji, mshambuliaji kinara wawe makini katika kutumia nafasi, wawe makini katika kupeana pasi panapostahili, waache uchoyo ambao pia ulichangia kuwaathiri katika mechi hiyo. Kwa nini watu wanasema, baadhi ya mashabiki wanasema kwamba Mukwala ndiye aanze katika mechi hiyo? Ni kwa sababu bila shaka ya hiki tulichotoka kukiona kwa takwimu, kwa ushahidi. Lakini mwisho wa siku mwenye maamuzi ni kocha Fadlu Davis. Ni vyema asipigwe pressure, aachwe endelee na mpango kazi wake ambao kwenye mechi dhidi ya Al Masry ulionekana kwa kiwango kikubwa una click, unakwenda vizuri, isipokuwa katika eneo la mwisho, isipokuwa ni katika substitutions. Hapa kulikuwa na kelele kidogo kwa baadhi walioshuhudia mechi hiyo, hasa mashabiki wa Simba, na bila shaka kocha Fadlu Davis yeye ni mwelewa, atafanyia kazi kwa manufaa ya kikosi chake, kwa manufaa ya wanamsimbazi, kwa manufaa ya Watanzania ambao wanaitumai Simba katika michuano ya kimataifa msimu huu, maana ndio waliobaki wakishiriki michuano ya CAF ya kombe la shirikisho. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.